Kwa taarifa za chini ya kapeti, chuo cha Oxford kina umri mkubwa kuliko nchi yako. Ndiyo, umenisikia. Najua unaelewa, lakini hukuwahi kufikiria kabla. Okay. Katika karne ya 11 hakukuwa na kozi au masomo kama unayosoma wewe leo. Yaani wewe mwana UDSM, mwana UDOM, mwana Mzumbe, mwana IFM, mwana TIA, mwana NIT and so on. Okay, chuo cha Oxford kilijikita zaidi katika masomo ya dini pamoja na falsafa. Yaani tunazungumzia kozi kama theology, elimu ya dini, philosophy, yani falsafa, law, yani sheria. Haya yalikuwa masomo ya msingi ya elimu katika kipindi cha Ulaya ya zamani. Masomo hayo yakilenga kuzalisha viongozi wa dini pamoja na jamii. Katika miaka 1096 AD, chuo cha Oxford hakikuwa na mfumo rasmi wa uongozi hadi alipokuja jamaa mmoja anayeitwa Robert Grosseteste. Yes, huu mwamba ni mmoja ya wasomi muhimu waliokuwa na ushawishi mkubwa katika kipindi hicho, na ndiye baadaye akapewa ukuu wa chuo au Chancellor of Oxford University. Alikuwa maarufu kwa mchango wake katika elimu, falsafa na mageuzi ya